Kaka Edson, habari ya asubuhi. Edson Kilatu, habari ya asubuhi. Njema za hapa studio. Salama kabisa. Sasa tumekuwa na mjadala kidogo hapa kuhusiana na mambo ya kisheria haya, na kubwa ilikuwa ni kuhusiana na adhabu ya kifo. Tukasema kuna watu wengi sana na makosa ambayo yanaweza yakafanya mtu akapewa adhabu ya kifo, na sisi Tanzania bado hatujaifuta adhabu ya kifo, iko pale pale. Sasa wadau wakawa wanasema makosa kama haya, unakuta mtu amemnyonga mtoto na kukata viungo vyake, mtu kama huyo kwa nini asihukumiwe kifo waziwazi na rais akaweza kusaini ile hati yake ya kifo ili aweze kunyongwa, ili tupunguziwe watu kama hao, ili waweze kupunguza watu kama hao. Lakini nikasema ili jambo limekuwa na sura nyingi, kuna mambo ya haki za binadamu, kuna mambo ya kisheria pia, sio kwamba kwa sababu mtu ameua na wewe unatakiwa kumuua pia. Wewe kama mwanasheria, kwanza mtazamo wako katika hili? Nashukuru sana. Ni kweli pamekuwa na mtazamo huo kwenye jamii, lakini ukiangalia ni kwamba hayo ni maoni ambayo watu wanatoa kutoka labda na uchungu, na kitaalamu tunasema sio vizuri sana kufanya maamuzi ukiwa na uchungu au una hasira, kwa sababu ukiwa una hasira maamuzi yako yatakuwa yanalenga zaidi kukidhi yale matakwa ya hasira uliyokuwa nayo. Sasa ili kulijadili vizuri swala linalogusa mambo ya haki ya mtu kuishi, hasa kwenye adhabu ya kunyongwa, kuna mambo ya msingi ya kuweza kuangalia. Kwanza moja, tunajaribu kuangalia kwamba toka hiyo adhabu imekuwepo katika nchi ya Tanzania, je, mauaji yameisha au bado watu wanaendelea kufanya hivyo? Na je, ambao wanafanya mauaji hawajui kama kuna adhabu ya kunyongwa? Ukweli ni kwamba wanajua, lakini wanaendelea. Lakini cha muhimu ni kwamba kwenye swala la mtu anavyofanya mauaji, kwa sababu huwezi kufanya mauaji ukiwa kwenye akili ya kawaida. Yaani ukimfuatilia mtu yeyote ambaye anafanya mauaji, lazima anakuwa ameshavurugwa kwenye kiwango ambacho maana yake ameondoa uwezo wake wa kutumia akili yake wakati anafanya maamuzi. Kwa hiyo wengi unakuta wanakuwa kwenye maamuzi, aidha ni msongo wa mawazo, labda mwingine anafika mahala pengine kuna kuchanganyikiwa kabisa, ndio wanaenda wanafanya maamuzi hayo. Wengine pengine kuna visasi, lakini visasi vile vile maana yake ni mtu ambaye kisaikolojia hayupo sawa. Lakini ndio maana unakuta baadaye akihukumiwa, akija kakaa sana na kitafakara, na gundua kwamba nilichofanya hakikuwa sawa. Hiyo ni moja. Lakini kingine, hata mfumo wetu wa utoaji haki wenyewe, sio kwa Tanzania tu, hata nchi zingine duniani, bado tunapokuwa tunamtia mtu hata hatiani, tunasema tumemtia kwa sababu tumejiridhisha pasipokuwa na reasonable doubt, mashaka yenye mashiko. Lakini haimaanishi kwamba hakuna mashaka kabisa, kwa sababu inawezekana kabisa kitaalamu pengine kuna ushahidi umekuja umeonekana yeye, lakini mwisho wa siku mwenye uwezo wa kujua kabisa ukweli, sisi wanadamu uwezekano wa kujua ukweli wetu unafikia kuna level fulani. Kwa hiyo inawezekana ikawa pengine level yetu ni ndogo. Lakini cha tatu ni kwamba sisi hata uwezekano wa kuwapa watu utetezi wa kutosha wa kisheria bado hatuna ufanisi ambao ni mkubwa kiasi hicho. Kwa hiyo mashauri mengi yanaweza kaendeshwa, pengine mtu ametetewa na mtu ambaye pengine ujuzi haujafika level hiyo, kwa hiyo ajikuta ametiwa hatiani kwa sababu ya mazingira hayo. Sasa kwenye hilo unakuta kabisa ni jambo ambalo kwa kweli halijakaa sawa. Lakini mwisho unaona hiyo adhabu, kwa nini watu wameendelea kuhukumiwa alafu adhabu haitekelezeki? Kwa sababu hata rais anayetakiwa kusaini mtu anyongwe ni binadamu, naye kisaikolojia linamtesa. Kwa hiyo kimsingi tunamtesa, hata rais mwenyewe anapata shida kwa sababu anaiona kabisa yeye kuidhinisha mtu kunyongwa imekuwa ni ngumu. Sasa hivi nafikiri sisi tuna miaka mingi sana, nafikiri mtu aliyenyongwa wa mwisho labda ni awamu ya pili. Hizi awamu nyingine zote zimekuja hakuna mtu ameshanyongwa. Unaweza kuona ni ugumu kiasi gani. Hata jaji anapofanya maamuzi, kusoma zile hukumu, unakuta jaji anasema kwa sababu tu sheria inanilazimisha ni mhukumu kunyongwa, sina namna. Lakini kama angekuwa na namna, hata jaji asingependa kumhukumu mtu kunyongwa, kwa sababu kwanza haina faida. Kwa sababu kinyongwa, je, aliyeuawa anakuwa amerudi? Kama taifa labda kuna tija gani tunapata? Kwa sababu tukimnyonga huyu pia unaweza kukuta pengine ameacha family, unakuwa na yeye ni mzigo tena kwenye taifa. Kumbe badala yake kama tungemfunga hata kifungo cha maisha, angeendelea kuzalisha kwa ajili ya taifa, na bado angekuwa ni funzo. Wengine wangeendelea kujifunza kuona kwamba kumbe kitenda makosa tafungwa kifungo cha maisha, na watu wakaona kwamba hili ni jambo, mtu unapoteza uhuru wake.
lakini mimi sione kama kwa kumnyonga mtu, hata ungemnyonga kwamba kuna jambo la kujifunza, silioni hapa. Lakini kwenye mtazamo wa haki za binadamu pia hata adhabu yenyewe ya kunyonga watu pia ni ukatili. Sasa hatuwezi kupambana ukatili kwa kufanya ukatili pia. Kwa ndio maana dunia na sasa hivi nchi nyingi sana duniani na hata katika Afrika nyingi zimeendelea kufuta adhabu ya kifo kwa sababu tumegundua ni adhabu ambayo haina tija. Badala yake wengi wanasema tuwe na kifungo cha maisha kama mbadala wa adhabu ya kifo. Wakili, naomba kuuliza swali. Kwa maelezo yako ni kana kwamba paka dakika hii, kwa maelezo yako ni majibu yanayotoka yamekaa upande mmoja, ni kama sheria inamsahau aliyetendewa. Sheria inamfeva huyu ambaye ndio ameshikiliwa mwenye hatia. Vipi kuhusu huyu aliyetendewa? Kwa sababu ukiniambia kwamba mtu ameua watoto, mfano tuna kesi sasa hivi kule Lindi, watoto 3 kutoka familia moja walipotea wakienda madrasa, wamekutwa maporini takriban wiki baada, maana walipotea tarehe 6, wamepatikana tarehe 14 wakiwa wamenyongwa, watoto kati ya miaka 6 kwenda 7, na wakiwa baadhi wamekatwa viungo vyao na mwingine ameingiliwa. Sasa familia ya hawa watoto, future ya hawa watoto dhidi ya hawa waliofanya, mbona ni kama wanasema sheria ni msumeno unakata huku na huku, mbona kama haukati kote? Na damage iliyofanyika huku nani anahusika kuiripea? Kama mnamuwaza huyu mmoja kwamba eti atakuwa na familia, atazalisha, hawa taifa la kesho lililopotea nani analirejesha? Yaani kwa nini naona kama vile msumeno huu una makali upande mmoja tu huu wa sheria kwenye vitu kama hivi? Nashukuru sheria yetu kwa maeneo mengi sasa hivi imeangalia swala la muhanga au victim. Kwa hiyo ndio tutaangalia mfano hata kesi kama hizi za rushwa inavyotokea, mnafanya hata plea bargaining, tunasema ile taasisi ambayo imeathiriwa na rushwa hiyo lazima iwe ni sehemu ya mazungumzo yale ambayo yanapelekewa kumaliza ile jambo. Lakini vile vile kuna mashauri kama ya ubakaji, victim vile vile lazima aweze kuangaliwa na anahusishwa kwa ukaribu kwenye jambo hilo. Lakini tukija kwenye swala mauaji, sheria ilivyokaa haijaweka mazingira kwamba huyu mtu ambaye ni muhanga wa tukio hili anafidiwa vipi. Na hapa ndio inaleta sasa umuhimu wa hoja yangu kwamba tufute adhabu ya kifo, kwa sababu sasa huyu mtu ameshafanya mauaji tayari, labda aliyeuawa ni mzazi ameacha watoto, lakini mtuhumiwa au huyu mhalifu pia amenyongwa tayari. Kwa hiyo sasa kama ameshanyongwa, maana yake uwezekano wa hawa wahanga kuja kufidia ni nani atawafidia, kwa sababu mhusika ameshanyongwa. Kwa mimi ndio maana naona ni vizuri kama angefungwa kifungo cha maisha, pengine akaendelea kuzalisha kwenye magereza, na serikali ingeweza kuangalia kama ni sehemu ya kurudisha kwenye jamii au return to the community. Wangeweza kuona kwenye ile uzalishaji ambao unafanywa na wafungwa, basi kuna percentage hiyo inaingizwa kwenye mfuko maalum kwa ajili ya kuwafidia wahanga. Kwa mfano watu mzazi wao wameuawa, walitakuwa wasome shule, watakuwa walipiwa ada, wanahitaji matibabu, vitu vya msingi. Tungeweza kuona badala ya kumnyonga, sababu kisha mnyonga hamna tija yote, yana nyonga na watoto wanabakia hawana msaada mwingine wote. Wakili, huoni pengine sheria yetu nitakuwa tuiangalie pia kwenye eneo hilo? Wakili, huoni kwamba ni serikali zetu zinaendelea kufuga watu wa staili hii, wanazidi kujazana magerezani? Maana yake hakuna tofauti hapo, wanakaa kule bure, wanaendelea kuwepo duniani, wengine baadaye wanapita siju kwa misamaha. Tunaendelea kuwa na jamii ambayo ina watu wenye uwezo wa kutoa maisha ya watu, tunaendelea kuwafuga. Ndio. Sasa sehemu kubwa magereza zina shughuli za kufanya. Kwa mfano tukiangalia magereza mfano yaliopo nje ya miji, wana mashamba. Kwa mfano ukienda kama Morogoro, mfano gereza la Idete kule Ifakara, wana mashamba mengi, wanalima, wana mipunga mingi sana, wanafanya hiyo shughuli. Wakili, samahani kidogo na kukatisha. Kwa hiyo ubake watoto uwanyonge, alafu ukalime maisha yako yote, kweli? Hiyo ndio haki iliyopo duniani? Tunajaribu kuangalia ukimnyonga, umeshamnyonga maisha. Kwanza mtu akishanyongwa hamna nao jifunza, utasema amejifunza jambo gani? Hajajifunza yote, yeye ameshakufa, biashara imeisha. Hao wahanga watakuwa wamebakia wahanga kama kawaida. Atakuwa mfano, wakili, kwa wengine watakotaka kufanya kama chake. Lakini mimi naona kama watu wamenomalize. Kwa mfano na kukatisha, wakili, sheria ya unapojihusisha na mwanafunzi kwa staili yoyote chini ya miaka 18 unahesabika umebaka, si ndio?
na sheria ya kubaka nayo inahesabika umebaka. Kifungo anachopewa ni miaka 30 jela. Tunashukuru hata awamu hii ya Magufuli alifuta ile usiku na mchana, maana sasa kama ilikuwa 30 ilikuwa ni 15. Huyu mtu anabaka, kama alifanya hivyo akiwa mapema, atatoka tu kama Mungu atamjalia uhai, atatoka baadaye akiwa mtu mzima, anarudi tena mtaani. Uone kwamba tu watu tu kuna namna wanafugwa. Kwa hiyo kuna mtu anajua kabisa nikibaka sheria nchi yangu itanifunga miaka 30, kule nitalala, nitakuwa bado niko salama, nitafanya tu hizo leba. Alafu maisha yangu atarudi tu. Hiyo kitu hiyo tunafanyaje hiyo? Watu wanakuwa na uhakika. Subiri kidogo Bonus. Tujibu kwanza hili hapa, alafu kuna swali lingine. Sauti yako iko kwa mbali kidogo wakili. Ninachozungumza ni kwamba sio kama unanisikia vizuri. Sasa hivi nakupata. Ninachosema ni kwamba toka tumeanza adhabu ya kunyonga watu, je, watu wameacha kuua? Hiyo ni kitu ambacho nitakuwa utafiti uweze kufanyika. Lakini cha pili, je, hawa wanaoua watu wote hawajui kama kuna adhabu ya kunyongwa? Ukweli ni kwamba wanaoua wote wanajua kuna adhabu ya kunyongwa. Hakuna ambaye hajui, wote wanajua kwamba ukiua ni jambo, adhabu yako utaenda kunyongwa, lakini bado mauaji yanaendelea. Wakili, mara mwisho mtu amenyongwa nchini kwetu ni tangu awamu ya pili. Hii ni awamu ya 6 sasa. Kwa hiyo lazima ujue kuna tofauti hapo. Watu wamesha relax, wanajua hakuna kitakachofanyika zaidi ya mimi kufungwa siku zote. Tena nataka nikwambie, adhabu ya kuto kutekeleza kunyongwa, kukaa ndani, inawatesa kuliko hata mtu akinyongwa, kwa sababu mtu akiwa amekaa ndani. Na hiyo ni moja ya ukatili ambao pia tunajaribu kuangalia, kwamba kama umekaa umehukumiwa kunyongwa, yani unaishi na hofu kila siku. Hata mlango ukifunguliwa asubuhi, pengine mnaitwa kwa ajili ya kupewa chakula, wewe unawaza kwamba baba nimeitwa kwa ajili ya kunyongwa. Kwa ni watu ambao utafiti ulifanyika ukaonyesha kisaikolojia wale watu wanateseka sana, kwa sababu anakuwa naishi hana uhakika kwamba kesho asubuhi akiamka kupo vipi. Tena wakati mwingine ni bora hata mtu ambaye amenyongwa, kwa sababu anajua hata nimeshanyongwa, biashara imeshaisha tayari, kuliko ile kukaa hujui hatima yako hata ni nini ambacho kinaenda. Kwa sababu wale wote ambao wamehukumiwa hakuna aliyehakikishiwa kwamba hata nyongwa. Wapo hata wanavyoishi wanatengwa na watu wengine, kwa kikaa anajua kabisa na haruhusiwi hata kufanya hizo shughuli zingine ambazo wengine wanafanya. Watu wa kunyongwa wanakuwa tu ndani muda wote. Ni tofauti na wale wenye kifungo labda cha maisha miaka 30, wanapata nafasi hata kwenda kufanya mashambani, kama ni karakana, kufanya usafi na vitu vingine, angalau wana nafasi na kisaikolojia wanakuwa vizuri kuliko watu wale ambao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo ukiliangalia bado hiyo sio ni adhabu dogo. Hata adhabu isiposimamiwa bado unakuta ni jambo ambalo limeendelea kuwa la kuwatesa sana hawa watu. Kwa mimi nafikiri cha muhimu tungewekeza hawa watu watumike vizuri kwa ajili ya uzalishaji. Kufungwa miaka 30 sio mchezo, au kufungwa maisha si jambo la mchezo. Na hata ungeenda leo ungepata nafasi ya kuongea na mtu ambaye pengine ametumikia pengine hata miaka 30 ndani, akitoka hakuna ambaye juti, kila mmoja anajuta kwamba kwa nini labda niliwahi kutenda hili kosa. Na hata kwenye mauaji kwa mfano, kila mtu anapoua akili wewe inakuja kutulia baadaye, baada ya kitendo kufanyika, kwamba kwa nini anaanza kujuta sasa baada ya pale. Kwa hiyo mimi katika uelewa sioni kama kuna mtu anafanyaga tukio baya kama la kuua watu akiwa kwenye akili ambayo ni ya kawaida kabisa. Lazima kisaikolojia au kitabibu kuna jambo linakuwa halipo sawa kwenye akili yake. Haya, kuna swali kutoka Luxembourg hapa wakili kwa ajili yako. Bonus, tunakusikia. Ruki, mimi nafikiri pengine kwa sababu ya wakati nimeona uliza swali. Mimi nilikuwa naongeza pale kwenye swali lako, kwa maana ya kwamba sheria kumtetea muhanga. Najaribu kuanza mimi, mtu akija akanivamia Ruki, akanikata mkono na nikapewa nafasi ya kushiriki kwenye kesi, ama mtu akinivamia akanikata mguu, labda akanifanyia vitendo, akanipiga au akaning'oa meno, akanikata masikio, baadaye nikashiriki kwenye kesi, namna ambavyo nitataka haki yangu ifanane. Kadhalika naangalia mtu ambaye watoto kama hao 3, kuna mtu kawachukua mtu mzima, ama wamechukua labda na watu 2 au watu 3, wakafanyiwa waliofanyiwa, wakauawa. Najaribu kuwaza kama tungewapa nafasi nao pia waweze kusema haki kwao inafananaje. Na napata ukakasi kwamba pengine sisi tunavyotafakari isingekuwa hivyo kwao. Kwa hiyo mimi bado ninafikiri pale kwangu mimi iko kwamba mtu
patikana ameua na ushahidi haujawekewa upendeleo wa aina yoyote, bado mimi nafikiri mbali na yeye anayeuawa, lakini message kwa jamii iliyobaki, ujumbe kwa jamii iliyobaki, mimi nafikiri hukumu ya kifo kiongozi yote anatakiwa kuwa na ujasiri wa kuitekeleza, kwa sababu nafikiri hiyo ndio haki bin haki. Mimi sidhani kama kuna njia nyingine, au ni maoni yangu, lakini Ruki, na pengine sio swali. Nirudi kwako. Wakili, umesikia maoni hayo? Nimenani kwa umbali sana, ilikuwa na katika kidogo. Tunaweza tukarejea kama ukusikia. Alikuwa anasema kwa nini hakuna nafasi ya yule aliyetendewa kushirikishwa kwenye au akaulizwa yeye namna angependa haki yake itendewe. Ninyi ndo ni mawakili na mfumo wa sheria ndo unaamua. Kwa nini mimi niletendewa, nimelawitiwa, nimebakwa, nimeumizwa, nimepoteza kiungo, kwa nini sihusishwe? Kwamba kwa mtazamo wangu, kwa nilichofanyiwa, pengine ningetaka aliyenifanyia naye afanyiwe nini, ila ni watu wengine wanaamua kwa niaba ya maumivu yangu. Ya kwenye maeneo mengine kama masuala ya ukatili, masuala kama ya ubakaji, sheria imetoa utaratibu mzuri kwamba mnapokuwa mnaamua jambo lake, kwa sababu pia lazima fidia iweze kuwepo, anatakiwa yule muhanga kushirikishwa. Sehemu pekee ambayo ina mapungufu kidogo ni kwenye masuala kama ya mauaji, kwa sababu kwenye sheria ambayo inasimamia mauaji hatuna utaratibu wa moja kwa moja kwenye sheria ambao unatoa nafasi ya wale wahanga ambao labda mzazi wao ameuawa, kuona kwamba wao wanashirikishwa vipi kwenye mchakato mzima, hasa kwenye kipengele kizima. Kwa hiyo mara nyingi jikuta naishia kumhukumu mtu akanyongwe. Sasa kisha hukumiwa kunyongwa, hii familia je, kunyongwa kwake kutawalipia ada watoto labda waliobaki, utawapa chakula, utawapa matibabu? Haya ni mambo ya msingi sana. Kwa nafikiri kuna haja ya kuboresha sheria na kuwa pengine tuwe na mfuko maalum kwamba watoto ambao wanakuwa ni wahanga, ili kuuawa kwa mzazi wao usiende kukaharibu future yao, kwa sababu tayari kuna mtu alifanya ukatili. Sasa ule ukatili unaendelea kuathiri pengine generation nzima. Kwa hiyo nafikiri nakubaliana na maoni hayo kwamba tunahitaji pengine kuiangalia sheria na kuweza kuiboresha zaidi kwenye eneo zima hili la mauaji, ili tuwe na mfumo jinai ambao kwa kweli sio kwamba utaishia tu kumwadhibu, lakini uende kwa kiwango pia kumfuta machozi yule mtu ambaye ameathiriwa na kitendo hicho cha ukatili au cha mauaji. Haya, wakili, tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Haya, huyo ni wakili Edson Kilatu, mmoja wa mawakili wazuri tu hapa nchini kwetu Tanzania. Mimi binafsi sijaridhika, sijapenda. Naona kwamba sheria yenyewe haiko fair. Hayo ni maoni yangu, and I will be held accountable for what I said. Mimi kama mimi naona sijaridhika, sheria haiko fair, hakuna haki kwenye sheria. Naona bado sheria imeelemea upande mmoja. Huyu aliyetendewa, nani anamsemea, nani anamwamlia? Kuna mtu anajali yeye anajisikiaje, anatakaje? Umeshamuondolea mtu watoto wake 3, unafanyaje? Unakwenda kumzalia umpe wengine au? Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.